Subscribe to Vovo Trends, your home of trends. Vovo Trends, tupo Kigambonino, tunapiga story na wadau mbalimbali kuhusiana na Derby Day tarehe mosi mwezi wa 3 mwaka 2026, uwanja wa Amani Zanzibar. Itakuwa ni siku ambayo Simba anakaribishwa na Yanga kwenye mechi ya NBC Premier League, mechi ambayo ilibidi ichezwe Disemba 20 lakini imeghairika na inachezwa tarehe mosi mwezi wa 3. Faza, habari za leo? Safi, vipi hali kaka? Safi kabisa. Unaitwa? Naitwa kwa jina linalojulikana, naweza kuita Msafiri au kwa jina zaidi naitwa Rogaroga. Rogaroga ni fundi viatu Kigamboni. Ya. Unaonekana wewe ni mwananchi. Ni mwananchi mzee wa Jangwani. Ya tarehe mosi mwezi wa 3. Anapenyea wapi Simba? Simba tarehe mosi hiyo hawezi kupenya. Sababu ashaanza mambo mengi, mimi sio nini uwanja ule na nini kule kuchezea, kwa sisi tuchezea, tukamwambia usitupangie sisi, ndio ni mechi yetu, yani sisi ndio wenye kupanga sehemu ya kuchezea. Lakini nyinyi mmepanga kabla bodi yenyewe hawajapanga? Washapanga, ndio maana sisi tukapanga, tukapanga kabla hawajapanga. Yani wao washapanga na sisi tukapibana ngoma Zanzibari na kudondokea. Kwa kanuni inaruhusu kwamba kupanga wewe kabla bodi. Tujapanga sisi, yani wao tukapanga. Yaani wamepanga na sisi tukazungumza. Tukapanga sisi kabla hajazungumza wao. Yaani wao wamezungumza na sisi tukawaambia bwana sisi tunachezea Zanzibar. Mara 7 mfululizo au tunakata ile tunaishia pale kwenye mara 6? Tunaweka ya 7 nyingine mpya. Ngapi mechi itaisha? Hii inapigwa 2 hizo zinatosha, sio nyingi sana. Sema kweli. 2 tu. Inapigwa 2 tu inatosha. Wana mchezaji anaitwa Libasege, mechi 2 kafunga goli 2 nje ya 18. Kuna Anset Oura. Kuna wengi akiwemo Kibabage ambaye mlimwacha kaenda Singida, sasa hivi yuko pale. Cletus Chama mwamba wa Lusaka. Wana watu wamezeeka hamna kitu. Sisi tuna vitu pale. Kuna vitu vimeingia, vifaa vipo Jangwani, vinatisha vifaa. Vinapiga kama nani? Yaani kama nani? Hiki cha kwanza hiki kichupiga juzi hiki inaitwa nani huyu? Nani? Buba Jame. Hatari sana. Yule mtoto mwangalie, sawa? Alafu kuna yule mwingine nani huyu? Depu. Yaani ngoma hizo pale mbele ni hata tulio uone kishikutu itakuwaje. Tarehe moja. Ndio kuna balaa. Lakini hawa wachezaji ambao hawajazoea dabi wanakuwa na struggle kidogo kwenye mechi kubwa kama hizi. Huwezi kustruggle kwa sababu gani? Mechi zinaangalia mechi kama mechi. Kama leo kuna mechi leo, wale wanacheza, au sio? Kwa hiyo kila mechi wale wanapanga. Yaani mechi atakapoponga mtu fulani, mechi aponga mtu fulani. Kwa hiyo wote wengine hata wacheze, lakini watajumuika watacheza. Kwa sababu mechi wote wanatakiwa wacheze. Kwa wanajumuika kwa pamoja. Haina noma. Mtani kapata katiba mpya, umesikia? Sijasikia bado. Katiba inawataka wawe na wawekezaji watatu na haimtambui mwekezaji ama Simba Holding Company kama mmiliki wa mali za Simba zilizohamishika. Hii umesikia pia? Hiyo mimi nimesikia dodoso kwa mbali kwamba wanatakiwa watu watatu. Lakini sijajua sasa huyu wa kwanza yupo au anatoka. Sijaelewa. Lakini nimesikia ni watatu. Kwa hiyo inawezekana katika watatu na yeye yumo. Sijajua. Na unadhani nyinyi hamna chochote cha kujifunza kutoka kwao? Sisi tujifunze, wao jifunze kwetu sisi. Sisi bado mna mwekezaji mmoja pia? Sisi sio mmoja, lakini mmoja tu, sisi tunaona mambo yanaenda. Yaani sisi kwetu kunaenda. Unaona tulivyo kule. Kwa sisi anaondoa, yaani goma linaenda. Goma lilali, imesema wima. Kwa hiyo wao wajifunze kwetu sisi. Kwa sababu wao labda yuko na gereza hiyo kwetu kasimama. Ipo vizuri. Haina noma, lakini kwa ujumla unafikiri mpaka mwisho wa msimu huu Yanga atakuwa kileleni na kubeba ubingwa au inaweza ikawa hadithi kama zilivyokuwa hadithi za hilo la kuuliza, unaweza makofi polisi? Yaani hapo kwamba unajua kabisa hapo, unajua nani anachukua, unajua. Yaani unajua nani anataka kuchukua ile kombe, anajua mwenyewe. Wewe mwenyewe tunaona. Lakini Tabora sasa hivi imebadilishwa jina, inaitwa TRA. Hata ingeitwa nani? Sio TRA tu, hata ingeitwa mapato. Sisi tunaye. Yaani hata ingeitwa mapato sisi tunaye. Tunashughulika naye huyo. JKT nayo ipo. Hakuna tabu. Yaani sio JKT tu, yaani JKT nani kwani? Wote wa JKT kati sisi wote tunaburuza, tuache mtu. Yaani tunaburuza wote, anatuache mtu hata mmoja. Haina noma brother. Haina noma brother. Vovo Trends bana, tunahamia upande wa pili. Habari za leo wazee wangu? Shikamoni. Safi kabisa. Tarehe mosi mwezi wa 3 ni siku ya mechi ya Simba na Yanga. Kwako mzee wangu, unaamini hii mechi nani anaweza akapata matokeo mazuri?
mbali na kusema kwamba nani atapata matokeo mazuri, kwanza ligi yetu tayari tulishaiharibu sisi wenyewe pale tunapoiachia kilabu ambaye ni ya Yanga sasa hivi inapanga uwanja gani tuende tukawavuruge hawa Simba. Hicho kinakuja ni kitu tofauti kwa mashabiki wa pande zote mbili. Kama ligi ingekuwa ni nzuri, tuiachie bodi ya ligi itangaze kama ilivyotangaza toka mapema kwamba ligi yetu itaendeshwa kwa utaratibu hii na viwanja vitakavyotumika ni hivi na hivi, na pale itakapofika tarehe husika ya mchezo wa Simba na Yanga tukasikia uwanja wa Taifa ndio utakaokuwa unatumika. Lakini leo hii tunasikia msemaji tu kabla ya bodi ya ligi, msemaji tu kama kutangaza kabla ya bodi ya ligi kwamba mechi yetu tutaipeleka kule Zanzibar. Kitu sasa ambacho kinakuja tofauti, kwa tafasiri yangu nikaona kwamba ligi hii leo hii imeshikiliwa na timu fulani ambayo kidogo inaleta changamoto kwa minajili ya matokeo ya mchezo wenyewe usiku. Tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 saa 4 mchana bodi ilisema mechi ipo ya dabi mwaka jana, alafu saa 8 mchana bodi hiyo hiyo ikaghairisha mechi, utashi ambao ulikuwa umeshawekwa kwenye waraka wa mitandao ya kijamii wa Simba Sports Club, na mechi haikuchezwa mpaka rais kaingilia kati. Mechi ikawa ya mwisho kati ya mechi ambazo zilichezwa kwenye ligi kuu, pamoja na kwamba ilikuwa ni ligi, lakini ikawa ina mechi ambayo inaamua ubingwa kama mtindo wa fainali. Hauoni kwamba sasa hivi Yanga wao wamerudia kile kile tu walichokifanya Simba mwaka jana, kupanga mechi kabla ya tarehe husika, kupanga uwanja kabla ya bodi? Taarifa ni vizuri jinsi ulivyoenda kunifafanua, lakini ninukuu kauli yako moja tu pale unaposema bodi, kwamba bodi ndio ilitangaza, kumbe si kilabu ya Simba. Bodi ndio Simba walitangulia siku moja kabla, lakini bodi ilitoa taarifa rasmi saa 4 kwamba mechi ipo. Kwa hiyo watu wa kutoka mikoani wakawa wanajua mechi itakuwepo. Saa 8 ndio mechi imekuja kugairishwa, mechi ambayo inabidi ichezwe saa 11. Taarifa kutoka bodi ya Simba, kutoka bodi ya ligi, taarifa ambayo Simba walishaitoa usiku wake kwamba tumeshindwa kupewa nafasi ya kufanya mazoezi uwanja wa mechi, kwa hiyo mechi haitochezwa kwa mujibu wa kanuni namba 80 ngapi ile. Sasa mara hii Yanga wao wameamua kutangaza mechi kwamba itachezwa Zanzibar kabla ya bodi. Unachokisema ni sahihi kwamba Yanga wanapanga, lakini inaonekana kama ni mchezo wa Simba na Yanga kuichezesha bodi kutokana na ukubwa wa vile vilabu. Hauzani hili ndio tatizo na sio Yanga kwa mara hii kupanga mechi kuchezwa Zanzibar kabla ya bodi? Kwa hali hiyo ukitamka kwamba hivi vilabu viwili vyote vinaelekea katika sehemu ya kujivunia, yani kwa mnaji ya kutaka matokeo. Sasa sisi mashabiki wa nje tunaendelea kuumia pale timu husika. Mfano leo hii Yanga imetangaza kupeleka mechi Zanzibar, lakini ikitokea kwamba basi Yanga imeibuka kuwa na matokeo mazuri katika ule mchezo au katika ile mechi, tayari sisi mashabiki wa Simba tunakuwa na utofauti wa kuelewa kwamba kwa nini pamoja na kwamba basi tunaweza tukapokea matokeo, maanake matokeo ya mchezo ni aina 3: kuna kupata draw, kuna kufungwa na kuna kufunga inshallah. Lakini sasa maandalizi ya timu ya Simba yalikuwa yanaenda vizuri toka mwanzoni mpaka leo hii tunaenda vizuri na maandalizi. Mashabiki wa Simba wamehamasika vya kutosha, lakini kaso inakuja pale tunapokubali kwa mnajili ya utashi tu wa mtu ambaye anaanza kutamka kama nilivyokuelezea toka mapema. Kwanza inawaondoa mashabiki katika morali ya mchezo. Pili, inakuja kuwaondoa hata wachezaji wenyewe wa Simba ambao tayari toka mapema saikolojia yao ilikuwa inawajenga kwamba tutakapokuwa tumesimama katika uwanja wa Taifa, pengine mechi hii tutaicheza kwa burudani zaidi na zaidi tungepata burudani zaidi. Mbali na burudani zaidi, hata katika habari zile za kimapato, unaona kwamba pale uwanja wa Mkapa tunaona mapato jinsi yanavyomiminika, lakini tukisema tunahamisha mchezo tunaupeleka kule, hatujui kwamba basi kuna kilabu ambayo yenyewe inahitaji hasara kama ile sisi tunaiona kama hasara. Tunapohamisha mechi yetu kuitoa Dar es Salaam na tuipeleke kule Zanzibar, tunaona kama basi tunatengeneza kitu kama hasara. Sasa mimi nashindwa kuelewa ni kilabu gani hapa ambayo yenyewe kama yenyewe
inahitaji kuwa inabeba vitu kama vya hasara kama hivi. Simba imepata katiba mpya, ukiachana na masuala ya mechi. Hii katiba kwako kama shabiki na mwanachama wa Simba unaionaje? Katiba inaweza kawa ni nzuri, lakini utekelezaji na ufuatiliaji wa katiba ili kwamba basi ikae katika sehemu stahiki kwa kila mmoja, awe ni mwekezaji, wawe ni viongozi wa kilabu, wawe ni mashabiki, wasipoifuatilia ikawa katika muonekano mzuri, bado tutaendelea kuita mbaya. Mfano uzuri wa katiba unakujaje ikiwa katiba inaelekeza kwamba mali za Simba zisizohamishika hazitokuwa chini ya Simba Holding Company Limited na hazimtambui mwekezaji, yaani katiba haimtambui mwekezaji na haitokuwa inatambua mwekezaji mmoja, kwa maana Simba inatakiwa kuwa na mwekezaji zaidi ya mmoja, lakini pia huyo aliyokuwa sasa hivi pia kwa mujibu wa katiba ya Simba ambao wamekabidhiwa haimtambui. Kwako wewe unadhani hii ina uzuri kweli kwa klabu yako? Kama katiba itaeleza kwamba basi haimtambui mwekezaji, bado tutakuwa tumeenda kujifunga katika kipengele kile, kwa sababu kilabu kama kilabu kuja kufikia hatua na kutangaza uzabuni, basi akaonekana mwekezaji, kwamba basi kumbe kuna vipengele vingine ambavyo ni vya muhimu vinavyohitaji tumpate mwekezaji. Kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa serikali inavyotaka ni 51% iwe kwa wanachama, 49% iwe kwa wawekezaji watatu, asiwe mmoja. Watatu asiwe mmoja. 49 ile ambayo ilikuwa inamilikiwa na mwekezaji mmoja kwenye klabu ya Simba Sports Club haitotakiwa sasa iwe chini ya mwekezaji mmoja, inatakiwa wawe watatu kwa 49%. Wanachama wawe na 51% ambao wao ndio watakuwa wanamiliki mali za Simba zisizohamishika. Hawajakosea kwa sababu ni vipengele walivyovipitia, wakaangalia madhara yake nyuma na uzuri wake, na mpaka hapa tulipofikia kwamba tutakapokuwa tumetengeneza katiba yenye ufanisi wa namna hii, kilabu yetu itakuwa na maendeleo zaidi na itakuwa na wawekezaji wanaostahili kuwa katika upande wa Simba. Mimi nakushukuru. Unaitwa nani? Naitwa Mahondo Ngumi, ni mzaliwa wa mkoa wa Mwanza, natoka wilaya ya Ukerewe, kisiwa cha Ghana. Sukuma. Kinehe. Wasukuma tunawajua kwamba basi wanatoka ile kanda ya ziwa, lakini mimi zaidi si Msukuma, ni Mkerewe hali halisi kabisa. Kerewe mwenyewe kabisa. Kuna tofauti kati ya Wakerewe na Wasukuma? Ndio, kuna utofauti. Ndio. Sawa, wapo wachumba huko, nataka unipatie mchumba mmoja. Wanawake wanadhaliwa kwa minajili ya kuendelea kutoa matunda, tuzaliane. Mhitaji Msukuma, kumhitaji Mkerewe, wapo. Watu wamegundua bwana, mjini kidogo kuna changamoto kwa watu wanachukua wanawake kutoka mbali huko. Licha ya kusema kwamba changamoto, nadhani wewe kabila gani? Mimi Mdengereko. Naona uko hapa, lakini leo hii tumekutana, tunaona huyu Mdengereko, huyu Mkerewe, huyu Msukuma, na hali halisi ya kuleta utashi katika maisha na pale tunapoungana katika habari za mchanganyiko wa kikabila. Unaona, na uzuri nchi yetu haina ukabila. Naona mimi niko hapa, lakini sijakutana na mtu anayenihoji wewe kabila gani, tofauti na wewe kama mwandishi wa habari ndio umekuja kunihoji, na bahati nzuri nimekuelezea kabila langu na wapi natokea. Ndio hivyo, na huo ndio utaratibu mzuri tunaostahili kukaa. Leo hii tukileta ukabila, hapana. Ndio, kwako vijana ambao wanatamani kufanya fujo zaidi unawaambia nini? Fujo hazitakiwi. Tungezama katika habari za fujo hapa, hata sisi tusingepata fursa ya kusafiri kutoka kanda ya ziwa tulikotokea mpaka tukafikia mazingira haya tunayohojiana haya. Kwa hiyo hii yote ni kwa minajili ya usalama tunaotegemea kuendelea kuwepo. Vurugu za hapa na pale kwa kweli ni kitu ambacho kidogo hakitakiwi kabisa, hakitakiwi. Iwe rika la watu wakubwa, watoto wadogo, watu wazima, watu wanaopambazuka kwa minajili ya kutaka kujitambua, waitambue kwamba serikali ipo kwa minajili ya ulinzi na usalama, serikali ipo kwa minajili ya kuwalinda hata wao. Wale watu ambao wanafikiria kutoka katika habari za utashi wa usalama wakatupeleka sehemu nyingine kama tulivyoziona mwezi ule
kwa kweli hata mimi sizitaki na sitaki kuvisikia na kuzielezea. Asante. Asante sana Volvo Trains bwana, tupo Kigamboni tunazungumza na watu tofauti kuhusiana na mechi ya tarehe mosi mwezi wa 3. Faza, habari za leo? Safi, kaka, habari yako? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Geoffrey. Geoffrey. Yes. Wewe ni shabiki wa timu gani kati ya Simba na Yanga? Mimi ni shabiki wa Yanga. Yanga. Unaamini unaenda kumpiga Simba mara 7 mfululizo tarehe mosi mwezi wa 3 au anakupiga? Yani ni nyingi. Unaenda kumpiga nyingi? Yani nyingi sana. Kama ngapi? Zinafika kama 6. 6? Unajua Yanga hajawahi kumfunga Simba goli 6. Simba ndo alimfunga Yanga goli 6 miaka hiyo ya Kibadeni hiyo, nasikia. Ni kweli, lakini sasa kwa safari hii zile 6 zinamhusu yeye. Nyingi. Yani nyingi mno. Tena yani asiogope kwenda kule kama alivyoogopa. Haki nasikia tu kwa nini tuende Zanzibar? Si tuende. Lakini hivi Simba unafikiri kakwama wapi mpaka anapoteza mechi nyingi hivi na Yanga? Yani unajua nikwambie kitu. Yanga ni mkubwa kuanzia kuzaliwa, kwa hiyo amwezi kwa vyovyote vile. Kwa hiyo kipigo kinamhusu tu. Lakini ukubwa wa Yanga upo ndani tu, nje huko Simba huko yuko vizuri. Hata pamoja na kwamba wote wamerudi robo finali, lakini bado renki zinamfavor Simba. Sasa mimi nasema hivi, yeye si huko nje ndo anatamba, na mimi natamba nyumbani. Kwa hiyo aende arudi, akisharudi kazi anayo. Kipigo anacho. Yaani sina wasiwasi kabisa, ajue hilo. Ana wachezaji wapya sasa hivi wako moto vibaya, Libasi Gweye, wanakipa wao Kasali anadaka mpaka vivuli huyo. Alafu kuna Anset Oura, inasemekana huyo ndo kama Pakome. Umeona bwana, kuna Kibabage mmemwacha wenyewe, lakini inaonekana huko Simba sasa hivi kawaka. Kuna Chama au waogopi? Yaani katika hao uliwasema wewe hata mmoja. Yaani katika hiyo safu. Yaani tunaua. Yaani tunaua kabisa, goli nyingi. Sina wasiwasi naye kabisa. Hao ndio wataje ni wadogo. Mimi kikosi changu kiko vizuri na kiamini. Lakini pia inaonekana mmepanga uwanja kabla ya bodi. Sasa mimi nashindwa kuelewa kitu kimoja. Wale ina maana imepanga Yanga au imepanga bodi? Bodi inatakiwa iseme mechi hii itachezwa sehemu fulani, wote wakubali, alafu ndo vilabu na wasemaji watangaze. Sasa Simba wana complain, msemaji kaanza kutangaza uwanja utakaotumika mechi ya dabi kabla wao kupewa taarifa kutoka bodi ya ligi. Kwani ina maana kabla ya hapo mpaka kuja kutangazwa kwamba tarehe fulani kuna mechi, tarehe moja kuna mechi Zanzibar, si ndio? Ina maana wao walijua hilo. Mechi ilijulikana tarehe moja, lakini haikujulikana itachezwa wapi. Sasa waliotumia ubovu bila kutangaza kwamba kutakuwa na hii mechi uwanja fulani nani? Bodi wana kawaida, yani mechi ya dabi inatangazwa tarehe, lakini uwanja, refa, viingilio na vitu vingine vinakuwa bado havijatangazwa. Kwa hiyo mpaka watu wakae chini wakubaliane, alafu mambo mengine yanaendelea. Lakini sasa mimi nafikiri sioni tatizo kwamba labda tugomee mchezo eti kwa sababu labda Yanga ndio imetangaza kwamba uwanja wao wataenda kuchezea Zanzibar. Sisi tuende tu, kitachotokea kwa sisi kitokee. Waje tu. Na unadhani kuiweka mechi Zanzibar wakati asilimia kubwa ya watazamaji wanatoka mikoani na labda kuna kidogo unafuu wa kiuchumi kuisimamia mechi mpaka yani kuja hapa kuangalia mechi na kuondoka na sehemu ya kukaa, chakula, nini, kila kitu. Kwa Zanzibar huoni kwamba kuna watu wamenyimwa utamu wa kuiona hii mechi kwa sababu gharama za kiuchumi? Lakini sasa kwa hilo mimi nafikiri hiyo tarehe moja nafikiri pale uwanja wa Taifa kuna shughuli inafanyika pale. Sasa kuna uwezekano kwamba labda wameona wapeleke kule kwa ajili ya hiyo kupisha hiyo shughuli. Sijajua, lakini mimi jinsi ninavyoona kwamba kwenda kule naona kwa ajili hiyo. Lakini upande wa pili hata malalamiko haya mwaka jana tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 mtani aligoma kuicheza mechi ya dabi kwa sababu tu alivunjiwa sheria namba 80 na ngapi ile ya kufanya mazoezi uwanjani pale. Kwa akasema hatocheza kwa sababu kanyimwa hiyo nafasi. Na baadaye bodi ikawa favor kufanya maamuzi kwa mujibu wa utashi wao kwa upande fulani tunasema. Lakini mara hii wao wanataka
huona kwamba kwa nini hawakushirikishwa kutajiwa uwanja? Huoni kwamba kuna namna hizi timu kubwa mbili zinazisumbua mamlaka za soka za nchi? Sasa labda nizungumze kwamba ni kwa upande wa Yanga tu, kwa sababu kama ukizungumza ina maana kwamba inaonekana kwamba labda Yanga ndio wanavunja sheria. Yanga walionewa na bodi tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Tarehe mosi mwezi wa 3 mwaka 2026 anayelalamika ni yule aliyepata favor ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 kwamba yeye hakuambiwa uwanja ni upi. Sasa hauoni kwamba kule alilalamika fulani, lakini huku sasa hivi analalamika fulani? Ni kweli huyu itakuwa kwamba ni muoga, anaogopa Yanga, kwa sababu haiwezekani mara kwa mara anaonewa yeye. Huo ni uoga. Kwa hiyo mimi ninachotaka waje kule Zanzibar tuonyeshane kazi hapo, biashara iishe. Na unatabiri bao 6 bwana. Volvo Trains, tupo Kigamboni. Jamaa anasema mtani anakufa bao 6. Umeona bwana, endelea kusubscribe YouTube channel ya Volvo Trains. Mimi naitwa Kudos.